tume imeeleza na imesema kuna kundi moja la waliopanga, waliofadhili, waliotekeleza, waliowakusanya watu kwenye makambi na kuwafanyia mafunzo. Si ni kundi tayari linafahamika la watu gani? Na watu hawa hawawezi kuwa sehemu ya serikali, na ni lazima wapewe haki ya kuitwa mbele ya tume ya upelelezi. Kupewa. Je, vyombo vya upelelezi na vya usalama havikuwa na taarifa kama hizi? Na je, ni rahisi kiasi gani kupata silaha? Hiyo ndio kazi ya tume ya upelelezi, ndio kazi ya investigation. Na tume hii imefanya hiyo fact finding, imeona taarifa hiyo, hasa ndio kazi inayofuata. Upinzani umekosoa ripoti hiyo kwamba sio huru na kuna pendekezo pale kuundwa kwa tume huru ya maridhiano. Je, kuna matumaini kwamba tume ya maridhiano itakuwa kwenye ngazi ya taifa, ngazi ya tarafa, ngazi ya kijiji, na imeelezwa kabisa tume hii ya maridhiano itakuwa shirikishi. Kwa katika muda huu wa miaka hii miwili tutakuwa na mambo matatu yanayokwenda kwa wakati mmoja: upelelezi kwa waliofanya makosa, pili maridhiano, na tatu katiba. Na hapo kwa katiba, waziri, hapo kwa katiba, kuna matumaini ya kupata katiba mpya katika awamu hii? Matumaini ya kupatikana katiba mpya makubwa sana, kwa sababu serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ina utashi wa kisiasa, na nataka kuamini Watanzania wengi wana nia njema na katiba itapatikana, na mahali pa kuanzia papo, na tume imependekeza ipatikane mwaka 2028 pasipokuwa na vitimbi vya wale ambao hawana nia njema. Katiba itapatikana.